عليكم السلام. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا بها ما أشكل حتى يفهمه وعلى آله وصحبه. وبعد, baada ya kumshukuru Bwana Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna mawili ya kusema. Moja, hii maneno haya yaliyosema Allahu Allahu Allah, maneno haya yasimuoneshe kwa sauti hiyo, lakini usemaji wake ulikuwa una masikitiko ndani yake. Ni kwamba yuko karibu sasa, anatoka duniani anakwenda akhera. Hata ile sauti hiyo ukisikiliza inakupelekea kwenye majonzi. Ni kwamba alikuwa anajua kwamba sasa baada ya muda mfupi naondoka duniani, naingia kwenye kaburi yangu, na akatoa maagizo kwamba nikifa mnifanyie hivi, mnifanyie hivi, mnifanyie hivi, sababu alikuwa anajua kwamba safari yangu iko tayari. Lakini sisi pia naye tunajua kwamba safari yetu iko tayari. Hakuna asiyejua hata mmoja kwamba kifo kipo, yani utake kipo na usitake kipo. Sasa ni wewe tu kujiandaa na kujiweka sawa kukabiliana na safari hiyo. Safari yenyewe ni ngumu, si kwamba vile labda unatoka Lewa unakwenda Fufui. Hapana, ni safari unatoka kwenye uhai unaingia kwenye umauti. Ni safari unatoka kwenye raha ya dunia sasa unaingia katika misukosuko ya akhera. Safari yenyewe ni ngumu mno, ni lazima ifanyiwe maandalizi ya kutosha, na ifanyiwe maandalizi mazuri. Na maandalizi mazuri usizanie ni kubeba mikate, ukabeba miwa, ukabeba kashata, ukabeba kahawa ndio unakwenda nazo akhera. Hazikusaidii, wala hutakunywa hivyo vitu, utakunywa vitu vingine kabisa. Lakini kule akhera tunakwenda na salihal a'mal, matendo mazuri. Haya ndio tunakwenda nayo akhera. Usipokuwa na matendo mazuri utakwenda na matendo mabaya, ndio kinyume chake. Sasa kwenye mlango huu wa matendo mabaya, hebu tuufunge mlango huu, tuufungue mlango ule wa matendo mema, tuufungue mlango wa matendo mazuri. Na haya ndio malezi tunayolelewa nayo na mabwana zetu, wanatulea katika misingi bora, katika misingi inayofaa. Ili nini? Tuwe ni watu wenye kufaa, tuwe ni watu wenye kuongoka, tuwe ni watu wenye mwelekeo mzuri. Hata uko akhera tunakokwenda, hata kama tutaanguka, lakini safari tutafika. Msalie Bwana Mtume. Jambo moja dogo kubwa, makarimil akhlaq, tabia njema uwe nayo. Ukishakuwa nayo tabia njema, yatatengenezeka mambo yako ya kidunia na mambo yako ya kiakhera. Tabia njema. Na tabia njema moja katika tabia, sahihisha ulimi wako, unyooshe ulimi wako, uoshe ulimi wako ukiongea na wenzako. Usiwe ni mtu mwenye kutumia kauli mbaya za kuwaudhi wenzio, unatumia kauli bovu za kudharau wenzio, unatumia kauli ya kumfanya mwenzako akate tamaa. Safisha ulimi wako, na ulimi wako ndio simba wako. Utakapomwachia basi atakung'ata wewe mwenyewe. Maneno haya yako kwenye Taurati, maneno haya kwamba ulimi wako ndio simba wako. Utakapomwachia yule simba, usipomfunga, ina maana atakutafuna wewe mwenyewe.
ndio ulimi wako. Ukiudhibiti ulimi, basi utakuwa umedhibiti yule simba ambaye hawezi kukutafuna. Lakini ukiwa na tabia ya ulimi wako unasema kile unachojisikia kumwambia mwenzio, ukiamua kumtukana unamtukana tu, ukiamua kumkebehi unamkebehi tu, ukiamua kumdharau unamdharau tu, ulimi wako umeutumia vibaya, na hii itakuwa ni kesi mbele ya Mwenyezi Mungu kwa vile ulimi wako umeutumia vibaya. Hii ni kesi. Wewe leo unaona kama ni rahisi tu, kama kawaida tu, lakini hii ni kesi. Siku ya Kiyama itakusubiri, ni kwa nini ulimtukana fulani.